Ikiwa ni Ijumaa tarehe 21 Machi 2025. Utakuwa nami Sheila Ismaili kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa katika kurasa za mbele, na mwenzangu Jessica Bitus katika habari za kimichezo na burudani katika kurasa za nyuma. Miongoni mwa magazeti ulionayo hii leo ni Uhuru, Zanzibar Leo, Nipashe, Habari Leo pamoja na Mwanaspoti. Kwa kuanza na gazeti la Uhuru leo tarehe 21 Machi 2025, habari kuu imeandikwa: Wasira atoa onyo kwa waliojilimbikia ardhi. Aagiza waziri wa ardhi RC Mbeya kufika Mbarali kutatua mgogoro. Asisitiza walioshindwa kuendeleza mashamba wapatiwe wananchi. Habari hii utapata kurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru. Waziri mkuu ashusha maagizo ubora wa bidhaa za afya. Habari hii pia utapata kurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru. Rais Samia achangia milioni 50 kumwenzi Padri Shirima. Habari hii pia utapata kurasa wa 14 wa gazeti hili la Uhuru. Habari nyingine imeandikwa: Kitengo uchunguzi ajali za ndege kuanzishwa. Habari hii utapata kurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru. Na habari inetamatisha gazeti hili la Uhuru katika kurasa zake za mbele imeandikwa: Walimu mbaroni kwa tuhuma za ubakaji. Habari hii utapata kurasa wa 5 wa gazeti hili la Uhuru. Na sasa tuhamie kusikiliza kilichoandikwa katika gazeti la Zanzibar Leo tarehe 21 Machi 2025. Habari kuu imeandikwa: Dr. Mwinyi azishauri taasisi za fedha kuwekeza sukuki. Huku habari picha ikionyesha Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akizungumza na viongozi wa taasisi za fedha na kampuni, ambapo alihimiza kuwekeza kwenye hati fungani iliyofuata misingi ya Kiislamu. Habari hii ni katika gazeti la Zanzibar Leo. Serikali kuvichukua visiwa vilivyoshindwa kuwekezwa. Habari hii utapata kurasa wa pili wa gazeti la Zanzibar Leo. Tamasha la uwekezaji kufanyika Pemba. Habari hii pia utapata kurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Habari nyingine imeandikwa: Mkazi wa Mndo auawa kwa kupigwa na kitu kizito. Habari hii pia utaipata kurasa wa 3 wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Na habari inayotamatisha gazeti hili la Zanzibar Leo imeandikwa: Mazungumzo kumaliza vita vya Ukraine na Urusi kuanza Jumatatu. Habari hii utaipata kurasa wa 9 wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Na katika gazeti la Habari Leo tarehe 21 Machi 2025, habari kuu imeandikwa: Udanganyifu wageni Kariakoo waanikwa. Wabainika wanatumia taarifa binafsi za Watanzania. Habari hii utaipata kurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Tume yaonya kujiandikisha mara 2. Habari hii pia utaipata kurasa wa 7 wa gazeti hili la Habari Leo. Samia atoa milioni 50 za kumbukumbu kumwenzi padri. Habari hii inapatikana kurasa wa 7 wa gazeti hili la Habari Leo. Tanzania na Misri kuimarisha ushirikiano maeneo 7. Habari hii pia utaipata kurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Habari nyingine imeandikwa: Walimu mbaroni tuhuma za kubaka mwanafunzi. Habari hii utaipata kurasa wa 8 wa gazeti hili la Habari Leo. Al-Hikma kufanya usaili ndoa 100. Habari hii pia utaipata kurasa wa 8 wa gazeti hili la Habari Leo. Na habari inetamatisha gazeti hili la Habari Leo kwa siku hii ya leo imeandikwa: Bei hewa tiba kupungua, Majaliwa atoa maagizo. Habari hii utaipata kurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Kwa kumalizia na gazeti la Nipashe leo tarehe 21 Machi 2025, katika kurasa zake za mbele habari kuu imeandikwa: Bidhaa za magendo za zagaa kila kona. Wananchi wahoji mamlaka kukaa kimya hadi waziri kutangaza operation. Habari hii utaipata kurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe. BMH yafanya upasuaji ubongo kwa teknolojia ya mawimbi ya sauti. Habari hii utaipata kurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe. Habari nyingine imeandikwa: Pinda akoleza moto mjadala mafunzo ya VETA. Habari hii utaipata kurasa wa 5 wa gazeti hili la Nipashe. Na habari inayotamatisha gazeti hili la Nipashe kwa siku hii ya leo imeandikwa: Waasi M23 wateka mji mwingine DRC. Habari hii utaipata kurasa wa 19 wa gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii. Na gazeti hili linatamatisha habari katika kurasa za mbele, na sasa tumsikilize Jessica Bitus katika habari za kimichezo na burudani. Kwa kuanza na gazeti la Mwanaspoti leo Machi 21, 2025, habari kuu imeandika: Simba
Simba na Yanga zashika hatima zao. Namba zimewakataa. Habari hii ni katika ukurasa wa 3 gazeti la Mwanaspoti. Kamara ashika namba 1 bara. Habari hii ni katika ukurasa wa 2 gazeti la Mwanaspoti. Na habari ya kimataifa katika gazeti la Mwanaspoti imeandika Liverpool pamoto. Habari hii inakamilisha gazeti la Mwanaspoti katika kurasa zake za mbele. Katika gazeti la Uhuru, habari kuu imeandika bilioni 280 za Rais Samia zimevusha BMT. Habari hii ni katika ukurasa wa 23 gazeti la Uhuru. Habari nyingine imeandika Taifa Stars hiyo Morocco. Habari hii ni katika ukurasa wa 23 gazeti la Uhuru. Simba na Yanga zaingia mafichoni. Habari hii ni katika ukurasa wa 23 gazeti la Uhuru. Habari ya mwisho imeandika Karia awaibua Mkwasa Mogera. Habari hii pia ni katika ukurasa wa 23 gazeti la Uhuru. Na katika gazeti la Zanzibar Leo michezo, habari kuu imeandika nyota wa Simba kukutana kambini Machi 27. Yanga kuwafuata Singida kesho. Karia atoa sababu Taifa Stars kwenda kambi Tanga. Uwanja wa CCM Kirumba watoka kifungoni. Habari hii ni katika ukurasa wa 22 gazeti la Zanzibar Leo michezo. Na katika gazeti la Nipashe michezo, habari kuu imeandika Simba na Yanga mawindoni. Mnyama aipigia hesabu Almasri huku Yanga akiifuata rekodi. Simon Msuva asema tumejipanga kuiduaza Morocco. Habari hii ni katika ukurasa wa 23 gazeti la Nipashe michezo. Na mwisho, Amlon ashika hatima ya Sancho. Undani wa taarifa hii ni katika gazeti la Nipashe michezo ukurasa wa 21. Na katika gazeti la Habari Leo michezo, habari kuu imeandika Taifa Stars yapaa kuifuata Morocco. Serengeti Boys yalenga fainali kombe la dunia. Habari hii ni katika gazeti la Habari Leo michezo. Burundi yatangaza kikosi kuikabili Ivory Coast. Habari hii ni katika ukurasa wa 22 gazeti la Habari Leo michezo. Na katika upande wa burudani, Jux amtambulisha mke wake kwa Kikwete. Habari hii ni katika ukurasa wa 21 gazeti la Habari Leo michezo. Na hivi ndivyo tunavyotamatisha usomaji wa magazeti na gazeti la Habari Leo kwa kutazamia habari kuu za kimichezo zilizoandikwa katika kurasa za nyuma kwa siku ya leo. Mpaka kufikia sasa hatuna la ziada. Ulikuwa nami Jessica Bitus na mwenzangu Shaila Ismail.